Sasa nifanyeje? Yesu ninakuja kwako. Msalabani najinyenyekeza. Nishike. Mfalme mkuu, ninakutukuza ya kwamba juu yako na pembeni yako wala nyuma yako hakuna kama wewe. Peke yako ni mfalme mkuu. Wewe ni moto ulao. Asante ya kwamba huo moto unaweza ukala miti mibichi na mikavu. Jioni ya leo tena huo moto ndani ya mtumishi wako, maana neno lako ni moto ulao na wewe ndio neno. Uwe neno ndani yake ili nasi tusikie kwako, tuokolewe na kuponywa. Tunajiacha sote mikononi mwako Mungu Roho Mtakatifu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Kila mwenye pumzi aseme amen. 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 Barikiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nilimwambia mama kwenye mkutano huu utakuwa unaniombea siku zote. Yaani badala ya mimi kuomba wewe ndio utakuwa unaniombea, mimi naanza kuhubiri. Kwa hiyo kazi yake ni kuniombea tu. Kwa hiyo usiumie sana. Unatakiwa upige makofi matatu. Yaani aniombee tu kwa sababu alianza kuniombea muda mrefu. Jana nikasema kama kuna mchungaji ambaye hawezi akaheshimu mke, kama kuna mtu hawezi akaheshimu mke, anafanya makosa, kwa sababu yule ndio rafiki yake wa kwanza kabla wengine. Na tunapoanza kufungua makanisa tunaanza nao. Tunalala nao njaa, tunateseka nao sana, tunapigika. Haonekanagi mtu kwanza wa pili. Anakuja kutokea baadaye. Sasa wakisha kutokea, alafu ukasema wewe sogea mbali. Ukauleta unyambala. Unyambala utakuja kula mwenyewe na Mungu atakushangaa, kwa sababu na yeye akigeuka akaanza unyambala humo ndani, amtakaa. Na vita vya mwanamke ni vigumu. Biblia inasema ni heri uketi wapi kuliko kwenye dari, kuliko kukaa nyumba moja na mwanamke mchokozi, mgomvi. Kwa hiyo muombe mke wako awe na utulivu, nami namuombea. Kini mume wako awe na utulivu, nami pia namuombea. Kwa hiyo na waheshimu sana watumishi wa Mungu, wa mama wachungaji. Amen. Tena leo mpande hapa juu mtusalimie. Karibuni. Niwape nafasi ya kipekee wa mama mtusalimie. Karibu. Kuna roho waga inatokeaga tu, inakuwa ina chuki na yule unayekaa naye. Alafu unamuona hawezi kusema. Unamuona si kitu. Hapana, kuna mambo anaweza kusema na kuna mambo wewe baba utayasema. Yote ni sawa. Karibu salimie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunawapenda watu wa Blokoti. Tunashukuru Baba kwa nafasi hii. Mimi naitwa Mariamu Andrea toka Girigari Mbalizi. Karibuni. Asante. Haleluya. Makutano, haleluya. Haleluya. Umebarikiwa kwa kuwepo kwenye viwanja hivi. Basi ambaye niko mbele yenu naitwa Mama Bishop Kazio. Nawapenda sana, tuendelee kuomboleza mahali hapa wanawake wote na Mungu ataonekana. Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Mbarikiwe ambao mko kwenye mkutano. Mungu awabariki sana. Mimi naitwa mama mchungaji Kamoma. Mume wangu alitangulia mbele ya haki. Mungu awabariki wote. Tumuombe mtumishi wa Mungu. Kazi ni nzito. Tumweke mikononi mwa Mungu kama wanawake waombolezaji. Mbarikiwe wote. Amen. Nikusalimia unayetufuatilia sasa kutoka Radio Baraka popote ulipo. Unayetufuatilia kutoka Sibuka TV tukiwa live size popote ulipo. Niwasalimie wote ambao mnatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii.
Kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa sababu dunia inaenda kupitia mambo magumu. Maeneo mbalimbali tunaenda kupitia mambo magumu, mazito. Nikasema ukiona taifa lolote linapitia changamoto, usicheke, kwa sababu huenda ya kwenu yakawa makubwa kuliko ile nchi mnayoicheka. Na hii ni kwa sababu ya ongezeko la maovu. Sodoma na Gomora ilichomwa moto, lakini ukweli dhambi tulizonazo sisi sasa ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Kitabu cha Mathayo, Yesu akaona mbele. Lakini je, watu wamemaanisha? Wanapokea kwa moyo? Au wanapuza kama ambavyo walivyokuwa wanapuza Sodoma na Gomora? Au wanapuza kama walivyokuwa wanapuza cha Nuhu? Nuhu anasema dunia itaangamia. Anatengeneza safina, wanamuona. Anaingia, wanamuona. Paka mlango unafungwa, watu wanakufa, na mlango wa safina ulikuwa uko wazi. Nini kinachoenda kupiga dunia? Kinachoenda kupiga dunia ni dhambi, maovu. Watu wa Mungu, dunia sasa imeharibika, imeoza, haitamaniki. Shetani kaichakaza. Yaani kwa habari ya dhambi dunia imechakazwa. Lakini Yesu ameinuliwa juu ili awavute watu waje kwake, wamkatae shetani, watubu, airuhusu damu yake iwatakase. Lakini watu wanakataa. Kila aliyoko hapa na wewe uliyoko nyumbani unanisikiliza, dhambi zako zinatuletea ghadhabu. Makosa yako yanatufanya tusiwe na utulivu. Dhambi zako zinaleta laana kwenye nchi. Dhambi zenu zinaleta laana kwenye familia. Kwa tumekuja tutubu, tuomboleze, tulie. Nataka leo Mungu atusaidie, atupe zawadi moja. Nafundisha kidogo kitu kinachoitwa Roho Mtakatifu anavyohusika katika maombi. Roho Mtakatifu anavyohusika katika maombi. Warumi 8 mstari ule wa 26. Nataka niongelee kitu kinaitwa kuugua. Warumi 8 mstari wa 26. Natamani hapa kama Roho Mtakatifu angewajaa leo, mfungue moyo wenu, unene kwa lugha, uombe kwa mzigo mzito. Mungu atuepushe na mabaya. Nyosha mkono wako juu, sema Mungu tuepushe na mabaya. Mungu tuepushe na mabaya. Hebu simama kidogo alafu utakaa. Simama na daftari lako hapo. Nyosha mkono wako juu, kila mtu asimame. Sema Mungu tuepushe na mabaya. Mungu tuepushe na mabaya. Mjumbe aliyesimama mbele yetu, Mjumbe aliyesimama mbele yetu ni mjumbe wa amani. ni mjumbe wa amani. Ametumwa anihamasishe kuacha mabaya kuacha mabaya na kuiombea nchi yangu. Siwezi kupachoma moto mahali napolala. Yesu, nisaidie kwa jina lako takatifu. Amen. Uketi, soma sasa Warumi 8 mstari wa 26. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu anavyoweza kukuombea ni tofauti na wewe unavyojiombea. Na ukifanikiwa akaingia ndani yako akaanza kukuelezea kuhusu mume wako, atabadilika tu. Yeye ana pointi, ana machozi,
lugha zetu za duniani hazina maneno mazito. Moja ya kumwomba Mungu, moja ya kumwabudu Mungu. Maneno yake si mazito sana kama ile lugha ya mbinguni. Ina maneno mazito. Yaani Roho Mtakatifu anajua kama ni kusifu, anajua kumsifu Mungu. Kama ni kujieleza kwa habari ya kitu fulani, anajua kujieleza. Lugha za duniani hizi hazina maneno mazito. Ningetamani kama Mungu angetupa maneno mazito yatakayo mshawishi yeye atusaidie. Yaani atupe. Yaani atupe. Nakumbuka siku moja nilikuwa naomba wakati na pambana na maroho ya umaskini hayo, unaning'ania unagoma kutoka. Kuna wakati nilikuwa nasikia ninaombewa ndani kwa uchungu. Alafu kuna wakati nasikia kabisa hata yale maneno ninayoyatoa ya Kiswahili sio ya kwangu. Kuna naye nisemea ndani. Yanakuwa mazito. Unakuta saa nyingine ukilitamka lile neno moja, alafu unakuta linakupa kulia kwamba kama masaa mawili mbele ulilosikia mule ndani. Kuugua ni nini? Namba moja, kuugua ni aina fulani ya maombi. Mtu anakuwa anaomba kama vile anaumwa. Na aina fulani ya maombi ambayo mtu anakuwa anaomba kama vile anaumwa. Yaani ana maumivu fulani ambayo ni kama anaumwa. Lakini pia ni maombi ya uchungu sana, yanayohitaji msaada wa haraka. Ni maombi ya uchungu sana, yanayohitaji msaada wa haraka. Ni maombi fulani mtu anakuwa kama anaumwa. Yaani tutakupa vifungu kidogo vitakusaidia kujua. Yaani unakuwa kama unaumwa. Yaani ni kama umechoka, alafu unahitaji msaada wa haraka. Ni maombi, ni mtu aliyezidiwa na teso. Ni mtu ambaye anahitaji kutolewa mahali haraka. Biasa, ninyi hamjui kuomba, lakini yule Roho mwenyewe anachukua madhaifu, alafu anatuombea kwa kuugua kusikotamkika. Hebu nimepata misari michache hapa, nikaweka hapa. Hebu tusome Kutoka 2 mstari wa 24 na Kutoka 6 mstari wa 5. Tutaona hapo kuna neno kuugua hapo kidogo. Twende Kutoka 2 mstari wa 24 na Kutoka 6 mstari wa 5. Alafu tuenda kitabu cha Waamuzi. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake. Akakumbuka agano lake alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yaani Mungu akasikia kuugua kwao, akakumbuka. Yaani sijui nisemeje. Yaani uombaji wa kuugua, ndio maana tunahitaji Roho Mtakatifu, sababu wewe uweze ukajifanyisha. Yaani iko hivi. Niangalie hapa. Ni sawasawa na mtu ambaye amekanyagwa na gari kuanzia hapa limemlalia mpaka hapa. Pamebaki hapa kifuani, moyo ndio unagonga. Alafu huyo mtu anahitaji msaada. Anasema maneno. Hisia zake zote anaona kifo kiko mbele yangu. Kama kulikuwa kuna dhambi, kuna mtu mmoja alifariki kwenye ajali moja pale Tunduma. Ilikuwa gari moja ilikuwa inakuja hivi. Yeye alikatika hapa hivi. Akakitisha katika hapa kikabaki. Yaani kwa hiyo jasho linamtoka. Manake haoni tena, hichi kipande kimeloa maji. Haoni tena kama kunaweza kuungika. Alikufa pale baada muda fulani. Ule uchungu, yale
machozi aliyokuwa nayo ndio sawa sawa na mtu anaomba kwenye hali hiyo, ambayo hali hiyo wewe huwezi. Roho Mtakatifu ndio anaweza akakuingiza, kwa sababu unaweza ukajisi huko salama, lakini huko salama. Akaenda nyumbani. Siku ile Ana aliomba, Roho Mtakatifu akaingia lia kati maombi yake. Maana aliomba mpaka ikafikia sasa amebakia tu anaguguma hivi huku ndani ananena. Eli mwenyewe kuhani anayeshinda siku zote hekaluni hakuwahi kuona mtu anaomba staili ile. Ikabidi aseme, Ana, utakuwa mlevi mpaka achilia mbali divai yako. Anasema sija. Alafu amekaa hivi, anageuka hivi, anaangalia kitandani, anaona live wachai wamekaa pale kitandani. Kuna mambo, unajua kuna mambo ambayo kuna watu ambao sasa hivi bado tunashindana na vishindo. Kishindo kikilia hivi unakikemea, ni kishindo. Lakini kuna watu sasa hivi hawako huko. Yani anatokewa chumbani moja kwa moja. Nisitaga mwana ushuhuda wa baba yetu hayati Moses Kulola. Ushuhuda wake mmoja niliusikiaga nikaogopa sana. Anasema alikuwa anaenda chooni. Alivyoenda chooni, manake ni huko kwenye chumba umefungwa umelala peke yako, alafu ghafla unafungua chooni, akalikuta mwanamke kama likichaa liko pale. Kwa hiyo ikawa anakemea kwa jina la Yesu huku anashikana nalo mpaka linapotea. Sasa mchungaji anasema alivyogeuka anaona watu wamekaa kitandani live. Anasema hivi alipiga magoti hivi, ilikuwa sijui ni saa 4 sijui ni saa 3 sijui, lakini kilichotokea mpaka anainuka tena angalie kitanda ni asubuhi. Kuna kitu kimoja unajua, nimekaa muda mrefu nasema Mungu nataka unipe kitu cha kusema. Anasema hapa mtafute Roho Mtakatifu awaugulie. Mtafute awaugulie. Nyinyi mnaleta midhaa, awaugulie. Na mfungue mioyo awaugulie, awasemee, awatamkie kila mahali. Hebu soma kitabu kile cha Waamuzi 2 mstari wa 18 na Ayubu 10 mstari wa kwanza. Waamuzi 2 mstari wa 18. Mstari wa 18. Na wakati wa Bwana alipowainulia waamuzi, ndipo Bwana alikuwa pamoja na mwamuzi huyo. Bwana alipowainulia waamuzi, ndipo Mungu alipokuwa na mwamuzi yule. Mtumishi wa Mungu, Mungu anapokuinua, Mungu anakuwa na wewe. Aweza kukuweka kutatua kesi za watu wasiwe na wewe. Yes. Alipoinua waamuzi anakuwa na mtu huyo. Mungu yuko na sisi. Endelea kusoma. Akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote. Akawaokoa na mikono ya adui zao siku zote. Na za mwamuzi huyo. Na za mwamuzi huyo. Maana Bwana aligaili kwa ajili ya kuugua kwao kwa sababu ya watu wale walioonewa na kuwasumbua. Bwana akagairi kwa sababu moja waliugua, lakini kuna watu waliwaonea na kuwasumbua. Walipougua Bwana akawasaidia. Yeremia anaita kwa habari ya wanawake waombolezaji waje wamsaidie. Wanawake waombolezaji Yeremia alikuwa anawajua. Anasema taifa limeingia pabaya. Yeremia kwenye kitabu cha Biblia anasema mauti imeshaingia, nataka kuchinja vijana na watoto. Sasa waitwe kwanza huku mbele. Jua anaanza anasema laiti kichwa changu mimi kingilikuwa maji na macho yangu kuwa chemichemi, ningelia sana. Sasa nitafutiwe na wanawake waombolezaji, alikuwa anawajua. Anasema waje waomboleze. Anasema wafundishe na binti zao, kwa sababu wao wanajua, wawafundishe na binti zao. Anasema tena waje wale wenye ustadi, wenye kujua kujieleza, hawatoki haraka kwenye uwepo wa Bwana, wenye kuongea kwa mzigo. Natafuta namna fulani ya kufanya na nashindwa nifanyeje, lakini yani ni kama yani ni kama kuamua sasa hakuna kazi nyingine zaidi ya kuomba. Na katika maombi haya hatutatoka mpaka jibu tumepata.
Yes. Nipandishie monitor kidogo my friend. Na hapa tulipo hatutatoka mpaka jibu tumelipata. Ndio. Yaani mtu anajizira. Laiti mngeyaona yanayokuja ninyi watu. Mngeyaona yanayokuja mkafumbuliwa hivi. Ungefunga duka lako siku 30 ukae ndani. Umwambie Mungu nisaidie. Laiti mngeyaona. Yaani kwa kama watu wengine wapatikane milimani wamekaa kule. Wengine wako makanisani wamelala mule. Hawatoki wamekaa mpaka unasikia kama mwili unanuka hivi. Lile jasho unaomba kwa uchungu. Yaani unaomba yani kwa sababu hatuoni. Yaani unaomba mpaka unasikia hata haja ndogo inakata. Ile hali kwa chooni inaisha. Yaani ni kuugua, ni kuomba kana kwamba huyu mwanamke amefiwa na watu wote, ghafla amebaki yeye peke yake, alafu anaanza kulia. Ayubu 11. Tumuone Ayubu anasemaje hapo na Zaburi 6 mstari wa 6. Ayubu 11. Nafsi yangu inachoka. Nafsi yangu imechoka Na maisha yangu. Sitajizuia na kuugua kwangu. Sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Sitajizuia. Kwa sababu sikiliza sasa huyu. Hawa. Si unaona haya maneno kwa nini wanayasema kina Ayubu? Ameshafiwa na watoto wote. Ameshakuwa na majipu mwili mzima. Ameshapukutisha mali zote. Kuugua lazima liwepo. Yaani wana misemo. Hebu nyosha mkono juu, sema Yesu naomba hiyo hali. Sema naomba huyo Roho Mtakatifu leo. Naomba huyo Roho Mtakatifu. Nipake mafuta. Ya kuugua. Kwa ajili ya taifa langu. Ya kuugua. Ya kuomba. Mungu atuepushe na mabaya. Shuka hapo. Zaburi 6:6. Umesoma? Nimechoka kwa kuugua kwangu. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila usiku nakielekeza kitanda changu. Kila usiku nakielekeza kitanda changu. Nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Ngoja nikuambie Mabulamu unasoma Biblia. Akitokea mtu akaugua, kuna jambo umemfanyia, akafika viwango vya kuugua, Mungu atahukumu tu. Yes. Hakika. Mungu atahukumu. Kuna kijana mmoja alifariki, alikuwa anamchezea babake wa kiroho, akakaa kidogo akafariki. Nikaenda kumuuliza mzee mmoja tena wa makamu wa kiroho. Nikasema mbona yule kijana hajakaa hata muda mrefu amefariki? Akaniambia baba yake aliumia mpaka roho yake ikashuka chini. Yaani ameumia mpaka amechoka. Kwa hiyo vile viwango lazima vimpeleke mtu chini. Yaani ameumia mpaka roho yake ikashuka chini. Kwa ile roho yake ilivyoshuka chini ndio ikampeleka ule kijana mjeuri. Na ndio maana Mungu anapenda sana kwa habari ya msamaha, sababu anafahamu ya kwamba kuna viwango ukifika mtumishi wa Mungu vya kuumia. Yaani umeumizwa ukaumia na Mungu yuko na wewe. Anaondoka mtu. Yeah. Kwa sababu ni hivi, Mungu anajiuliza. Unajua Mungu anajiuliza hivi kwamba kwa nini huyu mtumishi wangu amekaa chini? Anasema kweli mwanangu ndoa kunitukana. Amenidhalilisha hivi. Amenivua nguo mbele ya watoto ambao nimewazaa kwa damu na mbele watoto wa kiroho. Anamka anachoka, mke wake anamwambia karibu chai, anasema sinywi chai. Anakaa hivi. Mungu anasema nini kile kimemkalisha yule baba? Ni kweli mimi ndo kanitukana hivi. Alafu siku hiyo yote anawaza mpaka anasahau kuoga. Anawaza. Anaondoka mtu. Kabisa. Sasa kuugua ndo Mungu anataka. Yaani fike mali watu wanaomba mpaka wanachoka. Mpaka wananuka. Utaona huku mbele, maana maombi ya kuugua huwa yanakufunga. Anasema mifupa yangu, nyama zangu zimegandamana na mifupa kwa ajili ya kuugua kwangu. Yaani ni mtu anatafuta majibu.
anatafuta msaada, amekaa haoni njia, anasema mpaka njia itokee. Amekaa pale, mtu anamcheka, anasema unatoa kikwapa, nitaogaje watoto wangu wamechinjwa? Nitaogaje simuoni mume? Nitakulaje chipsi wakati watoto wanalawitiwa mpaka wanakufa wanabakwa? Nitagizaje mayai? Nitagizaje mayai wakati kuna mtu analala na mnyama kwenye taifa, anazini na matango, anazini na pa? Nitakunywaje chai ya maziwa mimi wakati mtoto wangu wa chuo kikuu ameolewa na mwanaume mwenzake? Nitafanyaje mimi? Limama limekaa linasema Yesu nisaidie. Na baba huyu naye ndo katoka. Sasa hivi ana wanawake 4. Heshima ya nyumba hakuna. Kila mtu kama ni muni. Ona huyu nimezaa mlevi. Ona huyu nimezaa kahaba. Ni kama tumbo langu linatoa machokora. Amekaa mwanamke amechoka hivi, jasho linamtoka, ni kama amefiwa. Mungu akasema viwango mnavyotakiwa mvifanye kwa muda mliobakiwa nao, bora muombe Roho Mtakatifu hashuke awaugulie, awaseme, maana mnaumidhaa, hamuongee kiwango kinachotakiwa kuongelewa. Nikwambia hivi wewe, dunia inaenda kupitia kwenye mazito mabaya, na Tanzania ikiwemo. Sasa wewe unatuambia sisi tukuombe. Tukuombe, wewe unakula. Tukuombe, hivi unafikiri maombi ya kuugua? Unafikiri maombi ya kuugua utaweka lipstick? Maombi ya kuugua unafikiri utatafuta? Wale waombolezaji wa zamani walikuwa na nguo zao za kuomboleza, hizo nguo za magunia. Ukishasikia mfalme kavaa nguo ya magunia, kazi ipo. Nabii amevaa nguo ya magunia, kazi ipo. Alafu walikuwa wanaomba, baadaye walikuwa wanachukua majivu wanajirushia. Kujirushia majivu maana yake nimelaaniwa, nahitaji tena kusafishwa. Wewe, mfalme anakaa kwenye majivu, anaomba Mungu amwepushe na mabaya na taifa lake. Hebu simama, njoo. Simama. Hebu soma Zaburi ya 55 mstari wa 17. Zaburi ya 55 mstari wa 17. Simama mtu wa Mungu, sikae. Nataka tuombe leo. Jioni, asubuhi na adhuhuri ni tararama na kuugua. Na adhuhuri ni talalama na kuugua. Naye atasikia sauti yangu. Manake hapo kesha badilisha. Ameongea mara 3 hapo. Alafu anasema ni talama na kuugua. Anasema na Mungu atasikia. Yeah. Kwa nini ameweka mara 3? Maana wenda alikuwa anaomba mara 1 haiendi. Wenda alikuwa anaomba mara ya 2 haiendi. Anasema sasa nitafanya asubuhi, nitafanya mchana, nitafanya jioni. Wenda Mungu akasikia. Yes. Shika kinanda, nataka tuabudu, tumuombe Mungu leo. Nataka umuombe Mungu, alafu nitakuwa nampa maiki mchungaji mmoja. Wa kwanza kabisa yeye ataomba. Wakati sisi tunaomba huko, yeye anaomba na maiki anaomba kwa habari ya kufungua fahamu za watu zipate kumtii Kristo. Zifungueni fahamu hizi zimtii Kristo jamani. Hawa walevi waache wamtii Kristo. Hawa waizi waache wamtii Kristo. Tena mko vizuri hapo, mko 4 na hapa nimeandika 4. Manake mzee Mwabulambo yeye hataomba, wengine mtakuwa mnaomba hapo baba pale na pale. Lakini mzee Mwabulambo nitampa jingine la kuombea nyuma. Kwa hiyo mwingine ataombea watu wakubali kuacha mabaya. Fahamu zimtii Kristo, watu wakubali kuhamishwe. Kolosai 3:1 mstari wa 13. Na ile andiko la kwanza ni Korinto wa 2:10 mstari wa 5. Lakini pia arudishe hofu kwenye mioyo ya watu. Hebu soma ile andiko la hofu, nililipenda sana. Mwanzo 20 mstari wa 11. Mwanzo 20 mstari wa 11. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa. Yamkini hapana hofu ya Mungu mahali hapa.
nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Na wataniua kwa ajili ya mke wangu. Walipokwenda pale, mke wa Ibrahim alikuwa mzuri. Wakapatana na mke wake kwamba usiseme mimi ni mume wako. Anapotaka kumchukua mke wa Ibrahim, Abinani anaitwa yule. Anataka kumchukua, Mungu anamtokea. Kwa nini unataka kufanya uovu namna hii? Sasa mimi sikuambiwa. Najiona niko sawa. Kama mwache. Anafuata Ibrahim, anamwambia, "Kwa nini umefanya haya?" Anasema, "Sikuona hofu." Watu wanatakiwa waombewe hofu. Waombewe hofu, waogope Mungu. Sehemu yote ambapo hakuna hofu ya Mungu kutakuwa kuna shida. Ningelia kwa ajili ya ndugu zangu, wanaonewa, wanaoteswa na shetani kwa mambo mbalimbali. Bwana, nisamehe. Napoanza kuabudu, Roho Mtakatifu ashuke ndani mwangu, anijaze, au kamata ulimi wangu, nianze kunena kwa lugha, niombe kiwango ambacho mimi mwenyewe sikijui. Nisaidie Bwana. Wengine kati yetu wana mambo mazito wanayapitia. Yesu, nahitaji uponye nchi yangu. Uniepushe na mabaya. Naomba msamaha. Mimi na watumishi wako ambao wameacha njia yako, wamechafua madhabahu. Naomba msamaha kwa ajili ya wachungaji, wainjilisti, walimu, mitume na manabii. Naomba msamaha kwa ajili ya viongozi wa serikali wasio waadilifu na waovu ambao wanaweza kusababisha mabaya kwenye taifa hili. Naomba msamaha kwa ajili yao. Naomba msamaha kwa ajili ya wananchi, watu wote ndani ya taifa hili, kwa ajili ya mambo mabaya tulioyafanya sisi wenyewe na ndugu zetu. Bwana, ninaomba leo roho ya kuugua, nikifika vile viwango, utaona na utashuka na utasema, nimekuja niwaokoe. Yule mtu ambaye anasema, natamani Roho Mtakatifu anijae, anisaidie, sijui kuomba, niweze kuomba, chukua hatua, njoo hapa mbele kati tunaimba wimbo Pendo Kuu la Yesu, na utaona unaanza kuomba, neema Mungu itashuka kwako, itakusaidia. Pendo kuu la Yesu lilitosha Kalvari, msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipe, msibanane sana, tawanyike, akaingia gara, msamaha wa dhambi niliupata. Msibanane sana na maana yangu. Pendo kubwa, pendo na Yesu lilitosha. Simama hapo hapo. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Alinipenda Yesu, akaingia gharama. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Sikiliza sasa, toa mawazo yako nyumbani. Toa mawazo yako nyumbani. Jione kama uko peke yako, unatamani Mungu akuokoe. Alafu ona watoto wako wanatakiwa wafichwe. Mama uko hapa, umejaliwa kuzaa watoto wa kiume wako 3 4,
Na wote wakubwa wanavuta bangi. Hakuna hata mmoja anayekuletea hata kitenge. Kila mmoja ni maskini, amepigwa. Dhambi zimefunika. Mimi nikwambie tu, ona picha ni kama tunatawanyika, tunakimbia. Tunaacha nyumba zetu. Mwambie Mungu hatutaki kitu hicho. Kijana ulioko mahali hapa, mama yako alipokuzaa, watu walishangilia wakasema umepata mtoto wa kiume, umepata binti. Lakini unalala na kila mwanaume. Una watoto watatu, kila mtoto na baba yake. Moyo wangu unaniuma. Ikiwa kuna mtu yuko hapo ambaye anasema mchungaji, mimi nataka kuacha dhambi, kuokoka, nyosha mikono yako juu. Uko hapo unasema nataka kuokoka, kuacha dhambi mchungaji, nimrudie Mungu. Nyosha mkono wako juu mara moja. Safi brother. Nyosha mkono juu. Mwingine kule nyuma brother, njoo mbele nikuombee rafiki yangu. Fanya vizuri sana. Umenyosha sana kule nyuma. Njoo mbele. Njoo mbele mama. Mara moja hapa. Wakati hao wanakuja mbele, weka mkono kifuani tena. Alafu nyamaza kimya kila mtu. Wakati hao wanakuja mbele kuja kumrudia Mungu, wewe weka mkono kifuani alafu nyamaza kimya. Njoo simama hapa brother. Safi sana. Safi sana. Njoo na kusubiria. Na kuja kuokoka, njoo mbele, ungana na hawa. Njoo ungana na hawa. Njoo mbele. Njoo mbele unakuja kuokoka, njoo mbele ungana na hawa. Ayaweka mkono kifuani. Sema Bwana Yesu, kuna teso linanisumbua. Usimshike mkono mtu aje mbele, mwache aje mwenyewe. Sema kuna teso limenisumbua na nimechoka. Fumba macho yako basi. Nimalizie ibada. Fumba macho. Na nimechoka. Nataka litoke. Sasa hivi. Wewe jini. Wewe jini. Wewe pepo. Wewe pepo. Wewe kifungo. Umenifunga akili. Umenifunga tumbo. Umenifunga miguu. Umenifunga kiuno. Unanitesa. Roho ya mauti. Unaishi ndani mwangu. Umeniloga. Sasa hivi. Kwa jina la Yesu. Toka mara moja. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kuwaza, kwa kunena na kwa matendo. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi naokoka. Yesu nisaidie. Na mkataa shetani na kazi zake zote, na kukubali Yesu na kazi zako zote. Ingia moyoni mwangu, uwe baba yangu nami niwe mtoto wako. Bwana Yesu, nawatakia baraka, wakadumu, wakasimame hata siku unyakuo utakapokuja, uwakute wakiwa tayari. Neema yako Bwana iwafunike, uwatunze hata urudipo, uepushe na yale mabaya yajayo mbele. Kwa jina la damu ya Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.